Mwaka 2012 mvuvi kutoka El Salvador aitwaye Jose Salvador Alveranga alianza safari ya uvuvi siku 2 pamoja na mvuvi mwenzake aliyejulikana kwa jina la Ezekiel Kolboda ambaye wakati huo alikuwa na umri wa miaka 22. Boti yao ilinaswa na dhoruba kali iliyodumu kwa wiki nzima na ikasukumwa mbali zaidi ndani ya bahari ya Pasifiki licha ya kuwa walikuwa karibu maili 15 tu kutoka ufukweni. Hali ilizidi kuwa mbaya baada ya injini yao ya boti kuharibika na wakajikuta wametekwa baharini bila msaada. Walifanikiwa kuendelea kuishi kwa kula kasa, damu ya ndege na samaki waliowapata baharini. Baada ya wiki 10, Kolboda alipata maradhi na kufariki dunia na kumwacha Alveranga peke yake. Alianza kuwa na maono ya kimawazo, akizungumza na rafiki yake aliyekufa ambaye mwili wake ulikuwa bado kwenye boti. Hatimaye Alveranga aliamua kutupilia mbali mwili huo baharini. Alijaribu kutoa ishara kwa meli zilizokuwa zikipaki lakini bila mafanikio. Hatimaye alifika Ebon Atoll, kisiwa kidogo kilichoko umbali wa takribani maili 6700 kutoka Mexico. Aliogelea hadi ufukweni na kupata nyumba ya ufukweni inayomilikiwa na wanandoa wa huko walioweza kumsaidia na kuwasiliana na mamlaka. Baada ya kuokolewa, simulizi ya Alveranga iliandikwa katika kitabu cha siku 438, hadithi ya kipekee ya kusalia hai baharini. Hata hivyo, baada ya kuchapishwa kwa kitabu hicho, familia ya Kolboda iliwasilisha kesi ya madai ya dola milioni 1 dhidi ya Alveranga. Wakimtuhumu kwa ulaji wa nyama ya binadamu, yani kula mwili wa Kolboda. Alveranga alikanusha tuhuma hizo, akisisitiza kwamba yeye na Kolboda walikubaliana kutogeukana na kula nyama ya mtu hata ikifikia hali ngumu kiasi gani. Wakili wake aliambia tovuti ya elsalvador.com kwamba, "Ninaamini kwamba madai haya ni sehemu ya shinikizo kutoka kwa familia ili wagawane mapato ya kitabu. Wengi wanaamini kuwa kitabu hiki kinamfanya mteja wangu kuwa tajiri, lakini kile atakachopata ni kidogo sana kuliko wanavyodhani." Baadaye Alveranga alipimwa kwa kipimo cha uongo, yani lie detector, na akafaulu kuthibitisha kuwa alikuwa hana hatia katika madai hayo. Mimi ni Bahati Limo na hii ni Simulizi na Sauti.